Penina Furnitures wanakutangazia wewe mkazi wa jiji la Dar es Salaam kwamba watakuwa na ofa na punguzo kubwa sana la bei kwa bidhaa zao zote. Punguzo hili la bei ni mahususi kwa wateja wote wanaohitaji sofa set kwa ajili ya majumbani na zile za ofisini. Lakini pia upande wa ladies and gentlemen wa mjini, basi unajipatia kisofa fulani vya amazing ambacho utakitua magetoni kwako na kikanogesha geto kiunyama zaidi. Lakini kubwa zaidi wanakufanyia interior design kuanzia magetoni, katika majumba makubwa pamoja na maofisi. Bwana unangoja nini? Tutembelee sasa Penina Furnitures kwa ubora wa kazi yako. Na wanakwambia kwamba delivery ni free kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Watafute sasa kupitia nambari za simu za 0775026557. Wanakwambia kwamba unalalaje katika kitanda ambacho kijatengenezwa kwa material ya sofa, basi watafute sasa Penina Furnitures. Balaa zito linaendelea katika episode ya 4 na ya mwisho recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 3, basi hakikisha unagusa hicho pop up kinachotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Na kama bado hujagusa alama kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Mwamba Jemini imekuwa ni msahara mzito kukubaliana kwamba eti bidada Marie ni vampire, na kitu hichi alikuwa anakichukia kutokea pale mwanzoni, lakini siku ya leo eti anaambiwa kwamba bidada ni vampire hakukubali kabisa. Mwisho siku akawa amemchukua Mwamba Shiho ambaye amedhibitisha kwa macho yake kwamba huyu ni vampire. Na Shiho alimueleza wazi kabisa kwamba yeye hakupenda kuwa vampire, ili ilitokea tu wakati anataka kumkomboa huyu mpenzi wa Mwamba Jemini. Sasa Mwamba ana maamuzi yeye mikononi mwake kuweza kumuua au la. Mshikaji Jemini akajikuta tu anakosa nguvu hata za kuweza kumuua huyu jamaa. Akawa amepitisha mshale wake pembeni kidogo mwa sura ya jamaa, kisha akawa ametimba katika maeneo fulani vya mapoli kutafakari juu ya jambo hili. Baada ya kukaa kwa muda mrefu hapa, akaanza kuunganisha matukio na kukumbuka ni kwa nini bidada wakati mwingi sana alikuwa akitaka kuongea mambo fulani vile kwa kimkatisha. Kumbe bidada alikuwa anataka kumfungukia ukweli. Dakika hizo bidada akawa ametimba katika maeneo haya mapoli na kusema kwamba nakutakia maisha mema kwa sababu nimegundua kuwa huwezi kuishi na vampire. Swali la kwanza tu ambalo Mwamba Jemini aliweza kumuuliza bidada, alimuuliza kwamba je, wewe uliweza kumbadilisha Mwamba Shiho kuwa vampire? Lakini bidada hakuweza kujibu. Akamwambia kwamba kama ungekuwa umefanya maamuzi sahihi, basi ni bora tu ungemwacha Mwamba afe kuliko kubadilika kuwa vampire. Bidada Marie maneno yale yalikuwa yamepenya ndani ya mtima wake moja kwa moja mpaka katika vilindi vya moyo wake. Akamweleza Jemini kwamba ni kwa nini unatufanyia vitu kama hivi? Kwa mara ya kwanza katika dunia nilikuwa nikifurahia kuweza kutembea katika mwanga wa jua kwa amani kabisa, lakini furaha yangu ya pili ilikuwa ni kukutana na wewe. Ila mbaya zaidi ni kwamba nilikuwa najilaumu kila siku kuweza kukutana na wewe, kwa sababu nilikuja kugundua kwamba unawachukia sana vampire, alafu kwa bahati mbaya mimi nilikuwa ni vampire. Basi bidada akawa ameondoka, lakini wakati huo anaondoka akiwa njiani, ghafla tuliweza kushuhudia kwamba yule mchumba wa Mwamba Jemini alikuwa amekamatwa na anateswa na vampire. Basi moja kwa moja ikabidi kuingilia ugomvi ule, na hapa wakaanza ugomvi. Bidada alijikongoja sana na kufanikiwa kumsaidia kweli huyu mchumba wa Mwamba Jemini, lakini kwa bahati mbaya yeye ndio alikuwa amekamatwa na kuweza kupelekwa katika ngome ya vampire. Jemini alipopata taarifa kwamba bidada ameweza kukamatwa, moja kwa moja akatimba katika maeneo yale na lengo ni kuweza kutoa msaada, lakini kwa bahati iliyo nzuri ni kwamba Mwamba Shiho naye alikuwa ametimba katika maeneo hayo. Wakafanya haraka kuwasaidia baadhi ya watu hapa nje kidogo kwa kuwasambaratisha kidogo walinzi, lakini kuingia ndani ilikuwa ni kipengele kizito, kwa sababu Mwamba Jemini akajikuta kuwa hawezi kabisa kupenya kuingia ndani kwa sababu kulikuwa kuna ngome ya kichawi. Wazazi wake na bidada Marie kwa kutumia uwezo wao ule wa kivampire wakaweza kusaidia kuweza kubomoa hii ngome, lakini huku bidada naye akitoa msaada wake kwa ndani. Mwisho wa siku akafanikiwa kuondoa ule mlango. Mwamba Jemini alipofanikiwa kuingia ndani ya hii ngome, moja kwa moja alianza na kichapo kwa kila aliyekuwa anajitokeza mbele yake, na bahati iliyo njema ni kweli bidada alikuwa yuko hai kabisa. Mwisho wa siku bana akafanikiwa kweli kumwangamiza huyu mkuu wa washirikina, lakini kwa bahati mbaya alikuwa ameng'atwa katika eneo lake la shingo. Hasa kipengele kikubwa ilikuwa ni kumsaidia Mwamba Jemini. Kumbuka kwamba jamaa anawachukia sana mavampire. Sasa tiba yake ni lazima anyoshe damu ya mavampire ili aweze kupona, kwa sababu alikuwa ameng'atwa na vampire. Ila sasa shida inakuja kuwa kwamba jamaa kwa sababu anawachukia mavampire, vampire atakayesubutu kumsaidia kumpa damu yake, basi moja kwa moja huyo vampire atakwenda kufa. Dada Marie kwa sababu anampenda sana jamaa, hakuna namna yoyote zaidi ya kwenda kumsaidia. Akawa amejikata kidogo katika eneo lake la mkono, kisha damu yake akammiminia jamaa. Jamaa alipoweza kuamka tu, bidada Marie ndio alikuwa anaiaga dunia. Bidada wakati anakufa alimwambia Mwamba Jemini kwamba nakufa nikiwa ni vampire, lakini nitakuja kuzaliwa siku moja nikiwa ni binadamu, na ndashukuru sana pindi ambapo nitakuja kukutana na wewe katika maisha ya baadaye. Mwamba alilia kwa uchungu sana kwa sababu bidada Marie ndio msichana alikuwa akimpenda sana, lakini kwa bahati mbaya eti ameweza kutangulia mbele za haki. Ikabidi kwenda kumzika katika eneo fulani vila mti. Miaka imepita mingi, katika eneo lile ndipo mahali ambapo chuo cha Mwamba kinapatikanika, na siku ya leo alikuwa akiutazama mti mmoja ambao ulikuwa umekatwagwa zamani sana. Kisiki chake kilikuwa kimebakia katika maeneo haya. Hizi kumbukumbu Mwamba amezipata mara baada tu ya kuweza kuzama katika maji, na anakuja kugundua kwamba yeye na bidada Marie waliwahi kuishi kabla na walikuwa wakipendana sana, lakini kwa bahati ndio mbaya ni kwamba bidada Marie ameweza kuzaliwa upya akiwa tena ni vampire vile vile.
Hasa bana, baada ya bidada Marie kuweza kugundua kwamba jamaa amepoteza kumbukumbu zake, basi akawa amerejea shuleni na kuendelea na maisha yake kama kawaida, kwa sababu sasa hivi anajua kwamba hatakuwa akisumbuliwa kabisa na Mwamba. Lakini kila wanafunzi wote ambao walikuwa kimtazama bidada na mnafanya walikuwa kimtazama vibaya, kwa sababu aliweza kudhibitisha kwamba bidada ni vampire. Kumbuka kwamba yule rafiki yake aliweza kujua ukweli siku za hivi karibuni, aliamua kwenda kuwasambazia marafiki zake wote. Kwa hiyo chuo kizima wanajua kwamba bidada ni vampire. Lakini siku ya leo bidada aliweza kukutana tu na huyu Mwamba, akamwambia ukweli kwamba bana, mimi naitwa Marie, ni vampire. Bidada anaamini kwamba kama jamaa atampenda katika hali yake hiyo ya vampire, basi itakuwa ni vyema kabisa. Lakini pia akaenda mbele kabisa ya chuo na kusema kwamba mimi ni vampire, lakini sina madhara kwa binadamu yeyote. Walipoingia darasani, kila mwanafunzi alikuwa akimtenga bidada kwa sababu anamhofia, kwa sababu yeye ni vampire. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba Marie hakuwa anamhofia kabisa, na bidada hajui kabisa kwamba Marie sasa hivi ana kumbukumbu zote zinazoonyesha maisha yao ya zamani. Lakini licha ya Mwamba kuwa na kumbukumbu hizo zote, bado aliendelea kuwachukia vampire. Licha ya kwamba aliweza kujua kwamba bidada amekufa kwa ajili yake, bado aliendelea kuwachukia vampire vile vile. Lakini pia huku shuleni majanga ni kama kawaida. Wanafunzi wanataka bidada aweze kuhamishwa hii shule, lakini bado bidada akajifanya kuwa haoni kitu chochote kinachoendelea. Sometimes wanachukua tomato sauce wanamwagia katika dawati lake, wakimaanisha kwamba bidada ni mnywa damu. Wakati mwingine bidada anafika darasani na kwenda kufuta tu hayo maeneo, kisha anaketi katika siti yake. Yaani alikuwa hajali kitu chochote kile, aliamua tu kuyakubali maisha yake na kuamua kuweka ukweli wake wazi. Bidada Marie kama vampire kila wakati anapaswa kunywa damu, lakini hii damu anayotumia ni damu ya wanyama. Siku ya leo bana, akiwa ameketi bafuni, akajifikiria tu kwamba anatakiwa kwenda maeneo tofauti kidogo kuweza kujipatia damu yake. Lakini kwa bahati ndio mbaya ni kwamba wanafunzi walikuwa kimtazama katika madirisha na wakakusanyika kwa wingi sana wakitaka kumpiga picha. Ni kweli kabisa Gemini anawachukia vampire, lakini katika hili hakutaka kabisa kuvumilia kuona kwamba eti bidada Marie anazalilika kwa sababu yeye ni vampire. Basi moja kwa moja akamuita katika chumba cha music, kisha akampatia begi na kumwambia kwamba hii ni begi mpya utakayokuwa ukitumia hapa shuleni. Usikubali kabisa kuacha shule kwa sababu ya masiara yanayofanywa na wanafunzi. Lakini bidada Marie akasema kwamba kama nitaacha shule basi si kwa sababu ya wanafunzi, bali ni kwa sababu ya Mwamba Gemini. Sasa kitu kamchanganya sana jamaa. Kwa ajili yangu unamaanisha nini? Na kabla hata bidada Marie hajaweza kufunguka, ghafla tu Mwamba Shiho akawa ameingia ndani ya kile chumba cha muziki. Mwamba Gemini hakutaka ugomvi kabisa, akawa anaondoka katika kile chumba cha muziki. Lakini wakati anashuka katika ngazi katika maeneo haya madarasa, akashangazwa na kuona kwamba kuna mwanamke mmoja alikuwa amemuita kwa jina la Orange Marmalade. Kapuuzia, hakujali sana juu ya ile tukio. Moja kwa moja bana, siku leo akiwa ameshika smartphone yake, akabaki kushangaa kuona kwamba eti alikuwa na bendi ya muziki ambayo alikuwa akiimba yeye pamoja na bidada. Sasa hii kitu inabaki inamshangaza sana. Mbona mimi sikumbuki kitu chochote kile? Ikabidi kunyenyuka lengo akatafute ukweli, lakini kwa bahati mbaya akashangaa kuona kwamba mbele yake anaiona taswira ya bidada mmoja zamani sana. Huyu bidada alikuwa akipuliza filimbi. Wakati uliopita hakuwa ameiona sura yake vizuri, lakini sasa hivi anashangaa anaiona hii sura vizuri kwamba ni bidada Marie. Hasa Mwamba akiwa anakimbia moja kwa moja kwenda kumfuata bidada. Kumbe kwa bahati mbaya huku bidada alikuwa amekutana na Mwamba Shiho, na hapo akaanza kuzungumza. Bidada akisema kwamba najilaumu kwa sababu nimeweza kuumiza hisia za Mwamba Gemini. Kwa dili gani? Kwa sababu siku ya jana alipoweza kujitupia katika mto, kumbukumbu zake zimeweza kupotea. Lakini Shiho akamwahidi kwamba nitakusaidia kuhakikisha kwamba anamuamsha Mwamba kutokea katika usingizi huo aliolala na kukusahau kabisa wewe. Na ghafla tu Mwamba Gemini akawa amejitokeza nyuma kidogo mwa bidada Marie. Moja kwa moja bana, jamaa akawa amemkumbatia bidada Marie ili Gemini aweze kupata wivu, na hapo hapo Mwamba akawa amejisikia vibaya na kuondoka katika eneo hilo. Lakini zilipofika nyakati za usiku, Mwamba Gemini alikuwa amemuita bidada Marie na kumwambia kwamba katika kila maono yake ambayo anayaona, anashangaa kumuona kwamba bidada anatokea katika maono hayo. Akamwomba bidada aweze kumjua kwa uzuri zaidi na akaomba bidada awe jirani yake zaidi. Lakini pia akamwambia kwamba nitakusaidia usiishi katika maisha ya upweke pale shuleni. Lakini balaa siku hiyo hiyo likawa limeanza, kwani wazazi kesho yake walifika hapa shuleni wengi sana wakiwa wanalalamika kwa kusema kwamba wanafunzi wamekuja kulalamika majumbani kwao kwa kusema kwamba katika shule yao wanasoma na vampire, kitu ambacho kikaleta pressure kubwa sana. Lakini Mwamba akawa amejitolea na kusema kwamba atazidi kumlinda bidada na kuahidi kwamba kila wakati atakuwa jirani naye. Usiku ulipofika, Mwamba Shiho alimfuata Gemini na kumwambia kwamba sababu ya bidada kuweza kujionyesha kwamba yeye ni vampire ilikuwa ni kwa sababu anampenda sana Gemini ambaye ni wewe. Mwamba siku ya leo alienda kando ya yule mti ambao wakati mwingi anakumbuka kwamba ni kama aliwahi kumzika bidada katika mitaa hiyo. Akachimba pale chini na ni kweli kabisa akakuta kwamba kuna mavazi ya bidada aliyokuwa amemzikia kipindi cha zamani sana. Hapa ndo akakumbuka kwamba bidada alikuwaga ni mpenzi wake zamani. Lakini wakati huo bidada pia naye Maria alikuwa ametimba katika eneo hilo la mti. Mwamba akashindwa kujizuia kabisa, akawa amemkumbatia bidada na kusema kwamba nimekumbuka kwamba wewe ulikuwa ni mpenzi wangu na mpaka dakika hii wewe ni mpenzi wangu. Kumbe umewahi kufa kwa ajili yangu. Waliondoka katika eneo hilo na moja kwa moja walielekea katika eneo fulani hivi ambapo maji yalikuwa yakitiririka. Na kupitia mitiririko hii ya maji, basi unaweza kuzungumza mambo ambayo ungetarajia yaweze kutokea wakati ujao. Lakini Mwamba akawa anazungumza kwamba nilikujua kutokea zamani sana, tumewahi kuishi kabla. Lakini bidada Maria akasema kwamba sikumbuki kana kwamba tumewahi kuishi pamoja kabla. Lakini Mwamba akamwambia kuwa nimeweza kuona jana yetu. Kumbe Maria hakumbuki kabisa kama amewahi kuwa na mahusiano na huyu jamaa, lakini jamaa anaweza kukumbuka kwa sababu alirudiki katika miaka ya zamani sana. Kumbukumbu zake zimemrudisha mpaka kipindi kile. Ndoto zao kimziki zikawa zimepiga sana hatua, kwani kila wiki walikuwa wakifanya tour moja ya kuweza kuimba katika mitaa, kitu ambacho kikaongezea mashabiki katika maisha yao na wakajikuta wanapata kipato
kipato kikubwa, lakini siku ya leo wakiwa wameketi pamoja, Mwamba kamuahidi bidada kwamba atampenda mpaka mwisho wa maisha yake. Na kufikia hapo tunakuwa tumefikia ukomo wa tamthilia yetu, ila nikukumbushe tu kwa Penina Furnitures wanakutangazia wewe mkazi wa jiji la Dar es Salaam kwamba watakuwa na ofa na punguzo kubwa sana la bei kwa bidhaa zao zote. Punguzo hili la bei ni mahususi kwa wateja wote wanaohitaji sofa set kwa ajili ya majumbani na zile za ofisini. Lakini pia upande wa ladies and gentlemen wa mjini, basi unajipatia kisofa fulani vya amazing ambacho utakitua magetoni kwako na kikanogesha geto kiunyama zaidi. Lakini kubwa zaidi wanakufanyia interior design kuanzia magetoni, katika majumba makubwa pamoja na maofisi. Bwana unangoja nini? Tutembelee sasa Penina Furnitures kwa ubora wa kazi yako. Na wanakwambia kwamba delivery ni free kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Watafute sasa kupitia nambari za simu za 0775026557. Wanakwambia kwamba unalalaje katika kitanda ambacho kijatengenezwa kwa matilio ya sofa, basi watafute sasa